Kijana yeyote ambaye ataka kufaulu katika maisha yake lazima aitangulize taa ya mzazi wake, atambue kwamba mzazi hamtakii kheri, bali mara nyingine lile kero la mzazi wako litambue kwamba ndiyo neema na ndiyo mafanikio yako, kwa sababu mzazi anachokupatia ni kitu ambacho kina faida na wewe, hawezi kukuamrisha katika hasara. Wanasema kuna kijana mmoja alikuwa amemaliza chuo kikuu, yuwasubiri kazi, degree holder, yuko nyumbani, lakini mzazi wake, babake, bado yuwamdhibiti yule kijana katika kila analofanya, anamrekebisha akikosea. Akaingia nyumbani, akatoka, amewasha kwenye rumu yake, taa za waka, amwambia, vipi bosi, umetoka zima? Naacha taa bwana, hii ni gharama, israfu na nini. Chooni hajafunga uani kule tapu yake vizuri, amwambia, vipi, unaacha maji yanamwagika bwana. Kila jambo baba anamrekebisha, mpaka yule kijana sema, baba, umri huu nimekuwa mtu mzima, nimemaliza chuo, msomi, enough matured, bado baba tu mkero hili. Aomba Allah amtolee kazi leo pale nyumbani, afanye nini? Na wasia wangu kwa vijana, wallahi, unapopata kazi, madamu hujaoa, usitoke kwenu. Tuko pamoja? Madamu hujaoa, usitoke kwenu, kwa sababu elimu umeipata, kazi umeipata, lakini uzoefu wa maisha hauna. Kule kubaki na mzazi katika kipindi hiki kuna faida nyingi utafaidika nazo. Moja, utaepukana na shari. Umekodisha rumu yako, unapata vihela. Mashetani wa binadamu ni rahisi kukufuatafuata, lakini ukiwa kwenu una ulinzi wa wazazi, kidogo patakuwa kuna salama ya kutoshawishiwa na mashetani. Ukitoka kwenu unaenda kwako, lakini bado kwako, madamu uko pale mjini, usijitoe. Ukijitoa kuna wengine wanakutafuta kwa hamu. Kero la mzazi lina faida.